Nasimama kwa kanuni ya namba 54. Mheshimiwa Spika, jana ilikuwa siku ya wafanyakazi duniani ambayo Tanzania kitaifa imefanyika mkoa wa Singida na mgeni rasmi alikuwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, kama kuna kilio kikubwa kwa Watanzania hasa watumishi kwa zaidi ya miaka 9 ilikuwa ni swala zima la kupanda mishahara kulingana na maisha yanavyopanda. Mheshimiwa Spika, pamoja na majukumu mengi ambayo anayo Mheshimiwa Rais, anatekeleza miradi mbalimbali. Mheshimiwa Spika, ametoa mabilioni kwenye mikoa na halmashauri zetu. Lakini hukumbuka ni mwaka wa uchaguzi na mambo mengi. Angeweza kutoa excuse Mheshimiwa Spika, kwa miaka 9 mishahara haijapanda. Lakini Mheshimiwa Spika, jana Rais msikivu na mthubutu anayetambua michango ya wafanyakazi ambayo huwa income tax inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa taifa, amethubutu kupandisha mishahara kima cha chini kutoka 370,000 mpaka 500,000. Mheshimiwa Spika, naomba wabunge wenzangu ambao wamekuwa wachangiaji wakubwa kwenye swala hili, Mheshimiwa Spika, waniunge mkono kwenye pongezi. Hii ni dharura ya kipongezi. Bunge lipongeze Mheshimiwa Rais, uamue mwenyewe. Mheshimiwa Spika, utatuongozaje? Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Asanteni sana waheshimiwa bunge. Asanteni sana. Tuketi waheshimiwa wabunge. Asante sana. Mheshimiwa Neema Rugangira. Mheshimiwa Spika, nasimama kwa kanuni ya 76. Mapema leo asubuhi wakati Mheshimiwa Naibu Waziri Patrobas Katambe akijibu swali namba 196 alieleza kwamba ile mikoa ambayo inapata watu wengi zaidi wanapata ajira za serikali ni kwa sababu mikoa ile ina mwamko mkubwa zaidi wa elimu. Sasa Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya katika uwekezaji wa sekta ya elimu, hakuna mkoa ambao umeachwa nyuma katika maendeleo ya elimu. Kwa hivyo ningependa kufahamu, je, kauli ile ni sawa kwamba mikoa ambayo haipati watu wengi kwenye ajira za serikali kwamba ni kwa sababu mikoa hiyo ina mwamko wa chini wa elimu? Asante. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Dr. Alice Kaijage amesimama hapa kwa mujibu wa kanuni yetu ya 54 akieleza jambo la dharura, na amesema hiyo ni dharura, lakini ni dharura ya kipongezi. Kwa hivyo, kwa sababu kanuni zetu zinatoa fursa ya bunge kutoa pongezi na zinatoa fursa kwa spika kuzungumza kwa niaba ya bunge kwa upande huo wa pongezi, basi waheshimiwa wabunge, kwa niaba ya wananchi wa Tanzania, kwa sababu sisi ndio wawakilishi wao, tunampongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hatua aliyoichukua siku ya jana, siku ya Mei Mosi, kuhakikisha kwamba anawapandishia mishahara watumishi wa serikali ambao wanapata kima cha chini, na alitoa ahadi kwa ajili ya watu ambao hawapati mshahara wa kima cha chini kwamba na wao watapata asilimia zao kwa kadri muda unavyokwenda. Kwa hivyo sote kwa pamoja kama bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa hatua hiyo ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi wa taifa hili, na tunaamini kwamba na waajiri binafsi sasa na wao wataendelea kuangalia mwongozo huu uliotolewa na Mheshimiwa Rais kuona namna ambavyo wanaweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi katika maeneo yao pia. Kwa hivyo pongezi zimetolewa waheshimiwa wabunge kwa niaba yenu nyote. Lakini pia amesimama Mheshimiwa Neema Rugangira akiomba mwongozo kwa mujibu wa kanuni yetu ya 76 akitaka kujua kama hilo jambo linaruhusiwa ama haliruhusiwi, kwa mujibu wa kutokana na majibu ambayo alikuwa ameyatoa Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Patrobas Katambi kwa swali alilokuwa ameliuliza Mheshimiwa Dr. Reikiza kwamba mikoa mingine inakuwa haipati mgao sawa kwenye ajira zinapotolewa na serikali. Sasa Mheshimiwa Neema anaona kwamba hapo kidogo kauli ile ya kusema mikoa mingine pengine mwamko uko chini wa elimu, haoni kama hilo jibu liko sawa sawa. Sasa kwa sababu sikumbuki vizuri namna alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri kuhusu jibu hili,
inabidi nikapitie taarifa rasmi za Bunge, kisha nitatoa mwongozo. Mheshimiwa Neema Rugani. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa, sasa tunaendelea na ratiba yetu. Katibu. Hoja za serikali kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Waheshimiwa wabunge, sasa nimwite Mheshimiwa Waziri wa Madini, Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, aje awasilishe hotuba ya bajeti ya wizara yake. Mheshimiwa Spika, baada ya kupokea taarifa iliyowasilishwa bungeni na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini iliyochambua bajeti ya Wizara ya Madini, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu sasa likubali kupokea, kujadili na kupitisha taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2024/2025 pamoja na mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya kawaida na maendeleo ya Wizara ya Madini na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, naomba hotuba yangu yenye kurasa 131 iingizwe kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge kama ilivyowasilishwa kwenye ofisi za Bunge. Mheshimiwa Spika, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mweza yote kwa kuniwezesha kuwasilisha hotuba ya bajeti ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2025/2026 mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii adhimu kumpongeza na kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri, weledi, maono mapana na dhamira thabiti ya kuwaletea Watanzania maendeleo jumuishi. Mheshimiwa Spika, napenda kuwapongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuchaguliwa kuwa wagombea wa